Kwanza naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kunipa nafasi ya kuzungumza yale ambayo na mimi naona yamefanyika kwenye nchi yangu, lakini yale ambayo yamefanyika kwenye jimbo langu. Tuanze na nchi kwanza. Tanzania kama Tanzania, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alichukua nchi hii ikiwa imekutana na mambo makubwa matatu. Alichukua nchi hii ikiwa imefiwa na rais aliyekuwa madarakani. Nchi yoyote ikifiwa na rais ambaye alikuwa madarakani huwa haibaki salama, mara nyingi huwa inayumba. Lakini alichukua nchi hii ikiwa imefiwa na rais wake akiwa madarakani, lakini bado akaweza kuicontrol na kuicontain na kuiweka sawa. Amani ikaendelea na nchi ikaendelea kukua. Na pili, alichukua nchi hii ikiwa imekutana na COVID-19, corona ndio kwanza ilikuwa imetokea. Madhara ya corona alianza kuonekana wakati wa utawala wake 2019, 2020. Wakati wa utawala wake alipoingia ndio corona ilianza kuonekana ilivyoathiri uchumi wa nchi nyingi duniani. Uchumi wa nchi yetu ulikuwa umeathirika sana kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Lakini alichukua nchi hii ikiwa imekutana na vita Ukraine, lakini vita ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo uchumi wa dunia kifupi ulikuwa umeharibika sana dunia nzima. Tanzania sio kisiwa na yenyewe ilikuwa imeathirika sana. Lakini la pili, la tatu na muhimu sana, alichukua nchi hii ikiwa imetajwa kuwa imepanda kutoka uchumi wa kati kwenda uchumi wa chini kwenda uchumi wa kati, middle income country. Hili jambo linaweza kuonekana kama baraka, lakini huwa ni baraka, lakini katika jambo hili la kuwa uchumi wa kati huwa lina madhara yake. Ya kwamba kisha kuwa uchumi wa kati tayari wahisani wanaanza kupunguza misaada kwa sababu wanasema mtoto amejitegemea. Kwa hiyo alichukua nchi ikiwa kwenye hali hiyo. Kwa hiyo ilikuwa sio wakati mgumu rahisi sana kwake. Ilikuwa ni wakati mgumu mno. Uchumi wa nchi yetu ulikuwa umeshuka. Ukuaji wake ulikuwa umeshuka kukua kwenye 5.5% mpaka 2.5 kwa mujibu wa IMF. Kwa hiyo uchumi ambao ulikuwa unakuwa kwa 5.5 ukashuka mpaka 2.5 kwa sababu ya corona, mambo mengine ulikuwa umeyumba mno. Lakini mpaka ninapozungumza na hivi sasa uchumi wa nchi yetu umerejea ulipokuwa. Umerejea kwenye 5.5 ukuaji wake. Sasa haya mambo yote yalotokea, pato la taifa limeongezeka. Sasa pato la Tanzania sasa hivi ni bilioni 85 mpaka $90 za Kimarekani. Kwa hiyo mimi nataka niwe shahidi na kwamba uchumi wetu umekua, nchi yetu bado iko imara na amani bado inaendelea, demokrasia inaendelea kuwepo. Kwa hiyo nadhani kama taifa tunaenda vizuri ukilinganisha na nchi zote zinazotuzunguka hivi sasa hapa kwetu. Wawekezaji wanazidi kumiminika, na ukijaribu kuangalia pato la taifa kutokana na madini limeongezeka, pato la taifa kutokana na uvuvi limeongezeka, pato la taifa kutokana na kilimo limeongezeka. Kwa hiyo tunaenda vizuri, utalii umeongezeka pato lake pia. Sasa Buchosa ambayo kipande cha nchi hii kinaitwa Buchosa nimekatiwa mimi niwe mwakilishi wake hapa bungeni. Huu ni mwaka wa 5. Nimeingia jimboni tukiwa na matatizo makubwa sana ya maji. Kulikuwa hakuna bomba hata moja inatoa maji. Nimeingia jimboni kwa na madarasa kidogo machache kwa ajili ya watoto wetu kusomea. Nimeingia jimboni barabara zetu zikiwa mbaya mno. Nimeingia jimboni shule za sekondari zikiwa chache na shule za msingi zikiwa ni mbovu. Nimeingia jimboni umeme ukiwa haupatikani, ulikuwa umeme kidogo sana. Lakini leo ninapozungumza na wewe, vijiji vyote Buchosa vina umeme. Sasa tunaenda kwenye vitongoji vyetu. Na sasa hivi ninapoongea na wewe tumejenga shule za sekondari mpya 5. Na sasa tuna high school 3. Tuna high school ya kwanza ya Kalio, tuna high school ya Kome na tuna high school ya Kakobe. Mambo haya yote hayakuwepo. Barabara zote zimefunguka. Hakuna mwanabuchosa anayekwama barabarani wakati wa mvua, hata wakati wa masika, mwaka mzima. Kutoka jimboni kwangu mpaka Mwanza mjini ilikuwa ni masaa 9 kwa basi. Sasa hivi nenda kwa masaa 3 umeshaingia Mwanza mjini. Kwa hiyo tumepiga hatua kubwa sana kwa upande wa miundombinu. Tuna vivuko sasa hivi. Kivuko kipya cha kwenda Kome, Nyakairo Kome, tunajenga kivuko kipya cha bilioni 8. Lakini bado serikali imetuongeza vivuko vingine viwili ambavyo vilikuwa pale Busisi. Tumepewa MV Misungwi na MV Mwanza. Zote zinakuja Buchosa. Kwa hiyo upande wa miundombinu na usafiri tuko vizuri sana kuliko wakati mwingine wowote. Ukija upande wa huduma za afya, tumejenga vituo vya afya vya kutosha. Tumejenga kituo cha afya Nyanzenda, Nyakasungwa, tumejenga Rushamba na tumejenga kituo cha afya kingine kule Maisome. Vituo 4 ndani ya miaka 4 sio jambo dogo. Hasa hivi tunajenga kituo cha 5. Fedha zimeshaingia, tunajenga kituo cha afya Bukokwa.
Tutakuwa na vituo 5 ndani ya miaka 5. Ni hatua kubwa sana tumepiga. Maji sasa. Hapakuwa na bomba la maji. Sasa hivi Buchosa watu wanachota maji bombani. Kuna mradi wa Buchosa wa Bupandwa wa bilioni 7, kuna mradi wa maji wa Kafunzo wa bilioni 4, kuna mradi wa maji wa Bugoro bilioni 2, kuna mradi wa maji wa Buliaheke bilioni 2.5. Yote hii ni mradi ya maji. Ukiangalia mradi ya maji ya Buchosa katika kipindi kama nilikuwa kiongozi, tunakaribia bilioni 21 maji peke yake. Ukizungumza mtu wa Buchosa leo, kama hebu niambie, ukilinganisha Buchosa ya sasa na Buchosa ya zamani, atakwambia Buchosa ya leo ni bora kuliko ilivyokuwa zamani. Nataka nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nimshukuru sana kwa jinsi ametoa fedha nyingi za maendeleo. Ndani ya miaka 4 tumepata bilioni 67.3. Jimbo moja. Na ninaamini majimbo yote Tanzania nzima yote yamepata kiasi kikubwa sana cha fedha. Kwa hiyo Tanzania pamoja na kupita kwenye hali ngumu ya uchumi imejitahidi sana kuboresha maisha ya watu wake. Kwa hiyo ninapomaliza muda wangu wa bunge hapa wa miaka 5, nataka nichukue nafasi kuwashukuru sana wananchi wa Buchosa. Tumefanya na kazi vizuri, tumeshirikiana vizuri, na bado nishukuru sana serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa namna ambavyo ilikuwa sikivu tunapopeleka matatizo ya watu kwa serikali inachukua hatua kuweza kushughulika matatizo ya wananchi wake. Una swali? Kuhusu vijana. Ajira ni changamoto kwenye taifa letu, na ajira ni changamoto sio Tanzania peke yake, duniani kote tatizo la ajira lipo, lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imejitahidi sana kutengeneza ajira nyingi za kutosha serikali. Lakini pamoja na hayo, vijana wetu wanajiajiri katika sekta binafsi. Serikali inachokifanya, kwa mfano kwenye halmashauri zetu tunatoa mikopo kwa vijana. Mikopo ile ya 10% inaenda kwa kina mama, wazee na walemavu. Kwa hiyo hapo kuna segment ya fedha inaenda kusaidia vijana wetu katika miradi mbalimbali kutengeneza ajira. Lakini kingine ni kwamba serikali inaanzisha mifuko. Imeanzisha mfuko wa ubunifu ambao nimekuwa nikiupambania tangu nimeingia bungeni hapa. Innovation Fund. Serikali imesikia kilio hicho, imeanzisha mfuko wa ubunifu. Sasa hivi vijana wanasaidiwa na serikali. Unapokuwa na ubunifu wako, unapewa mkopo wa kutengeneza product au bidhaa kutokana na ulichokibuni wewe. Hilo ni jambo jema sana. Lakini serikali ya Mama Samia pia imeanzisha Samia Bondi. Samia Bondi kwa maana ya kuwasaidia watu wanaotaka kufanya ukandarasi lakini hawana mitaji waweze kukopeshwa bila riba kubwa na benki zetu. Kwa hiyo nadhani kilimo pia serikali imetengeneza ajira kubwa sana kwenye kilimo. Imeanzisha BBT kwa mfano. BBT kwa ajili ya kuwasaidia vijana wetu walime. Hasa kuangalia pato la taifa kutokana na kilimo limeongezeka sana kwa sababu watu vijana wengi sana hawaisemi tena kilimo ni kazi ya washamba. Kilimo sasa hivi ni biashara. Vijana wengi wamejiajiri huko na wafahamu vijana wengi ambao leo wanaendesha magari makubwa, wamejenga majumba makubwa kwa sababu ya kilimo. Kwa mimi nadhani, kwa mtazamo wangu na nataka niseme hivi, Dr. Samia Suluhu Hassan ameendesha nchi hii vizuri. Amejitahidi kadri ya uwezo wake pamoja na ugumu wote wa uchumi uliokuwepo kujenga nchi yetu. Tanzania inakwenda vizuri. Huwezi kulinganisha Tanzania ya leo na ya mwaka 70. Huwa nawapa data kila siku hapa. Kama mwaka 61 tulikuwa na kilomita 1200 za lami. Leo tuna kilomita 1014 za lami katika nchi yetu. Mwaka 61 tulikuwa na megawati za umeme. Megawati pekee yake zilikuwa chini ya megawati 100. Leo hii Tanzania ina megawati 4000 za umeme. Mwaka 61 tulikuwa na chuo kikuu kimoja, lakini leo hii vina vikuu 49. Mwaka 61 tulipopata uhuru sisi, maisha ya Mtanzania ilikuwa ni miaka 47. Leo Mtanzania anaishi miaka 67 mpaka 70. Mwaka 61 tulipopata uhuru wa nchi yetu, kama mtakumbuka, tulikuwa na shule za msingi 3632. Leo hii tuna shule za msingi 1021 katika nchi yetu. Tulikuwa na sekondari 49 mwaka 61 tulipopata uhuru. Leo hii tuna sekondari katika nchi yetu zinakaribia 6000. Hayo ni maendeleo. Lazima tukubali kwamba nchi yetu haipo ilipokuwa, nchi yetu inazidi kwenda mbele kwa kasi. Watanzania wote tufanye kazi, tuunge mkono serikali yetu, hakika tutafika kwenye ndoto ya wazazi wetu.